لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدًا خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الشرف العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى واتبعوا سنة نبيكم، واعلموا أن الفوز لمن اتقى. ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. اللهم اجعلنا من المتقين. Ndugu zangu, nawahusia pamoja na mimi kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla jalaluhu. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Ndugu zangu, imetosha kabisa kwamba ni neema kubwa sana Mwenyezi Mungu kutujalia sisi kuwa ni Waislamu, na imetosha kwamba Uislamu ni neema kubwa kushinda neema zote ambazo atajaliwa na kupewa mja na Mola wake. Wanapojifakharisha watu kwa kabila zao, koo zao, rangi zao, hata kwa mali zao ikitokezea watajifakharisha, basi kwa mtu mu'min Muislamu inamtosha yeye kujifakharisha kwamba yeye ni Muislamu. Wema waliopita, kama kulikuwa kuna jambo wakijifakharisha nalo kwa kifua mbele, basi halikuwa isipokuwa ni jambo la Uislamu. Alhamdulillahi ala ni'mati lislam wa kafa bihi min an-ni'ma. Miongoni mwa katika neema zilizomiminiwa na kupewa umma huu, dini hii ya Uislamu, Mwenyezi Mungu kiijalia dini yetu ni dini ya kati na kati. Mambo yake ni yale anayoyaweza mtu kuyafanya, yani katika Uislamu la ifrat wala tafrit. Mambo yake sio mepesi sana wala sio magumu mtu mpaka ikamfikia akashindwa kulitekeleza jambo. Ndio aya tulizotangulia kuzisoma, anasema katika Qur'ani Mwenyezi Mungu, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, na vivyo hivyo tumekujalieni nyinyi umma wa kati na kati. Mambo yenu ni ya kiasi kiasi, mambo yenu ni yale ambayo la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, ni yale ambayo fattaqullaha mastata'tum. Ndiyo tumeujalia umma wenu kwa hivyo. Mungu hailazimishi nafsi kufanya jambo isipokuwa atakaloweza kulifanya. Mungu hailazimishi nafsi kumcha yeye Mwenyezi Mungu
isipokuwa kwa kadri atakavyoweza mja, kadri atakavyoweza muumini muislamu. Unaweza kuwa mcha Mungu, daraja yako ukaenda mpaka ukafika 40%, ukaona hapa nimejitahidi nimefika 40, basi unaishia hapo hapo 40, wala hulaumiwi. Mimi naweza kufika 60%, 70%, 80%, 90% wa fauka dhalika au zaidi ya hapo, unaruhusiwa katika Uislamu. Ili fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mwenyezi Mungu kwa kiasi, kwa kiwango ambacho mtaweza kumcha. Uwe wakati na kati. Ad-Doktor Mustafa Sibai, mmoja katika wanawachuoni wetu wakubwa wa adabu na ulum, katika kitabu chake alichokiita Hakadha Allamatni Alhayat, hivi ndivyo yalivyonifundisha maisha, ameelezea na kuitafsiri aya hii ya wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Anasema mtu katika maisha yako jitahidi kwenye mambo haya uwe ni mtu wa kati na kati. Yasema kun mu'tadilan fi hayatika ala kulli shay'in, katika maisha yako kuwa ni wa size, wa kati na kati, wa kiasi kwenye kila jambo. Akayaeleza baadhi ya mambo, asema kun mu'tadilan fi aklika wa maishatika, kuwa mtu wa kati na kati katika chakula chako. Subhanallah, kule kula kwako uwe ni wakati na kati, uwe wa kiasi. Na wallahi ya lahu min ra'i', ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio inasema hivi. Akhrajahu al-Imam at-Tirmidhi wa Ahmad wa Ibn Majah wa ghayrihim fi sahihihi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma malaa adamiyun wi'aa sharran min batni. Anazungumzia masala ya chakula. Mtume anasema hajajazako mwanadamu chombo kibaya mno kikipita kile kiwango chake kama vile atakavyojaza tumbo. Allahu akbar. Lianna alma'iddata baytu da, tumbo ndio jumba la kukusanya maradhi. Tizama, ukienda hospitali au tukienda mahospitali, utapimwa, utafanyiwa vipimo, utafanyiwa matibabu, alafu katika ushauri pale daktari mwisho anakwambia punguza kula. Allahu akbar. Wengi wetu tunaambiwa usile chakula kwa wingi, punguza kula, jitahidi uwe unakunywa maji mara kwa mara, fanya mazoezi, lakini chakula anakutajia punguza saizi yako ya kula. Sasa Mtume anasema hakuna mtu amejazapo chombo kibaya kikapita kiwango chake kama tumbo lake. Alafu mbele hadithi anasema bihasbi ibn adama ukulatun, katika riwaya nyingine luqaymatun, yani jamu ya luqayma bitasghir al-luqma, inamtosha kabisa mwanadamu ikiwa anataka kula ukulatun, vitonge viwili vitatu vichache. Allahu akbar. Mara nyingine niliwahi kusema maneno, kabla an tatba'a Muhammadan i'raf qadra Muhammadi, kabla hujamfuata mtume na kusikiliza yale maneno yake, basi kwanza jua daraja yake. Unaweza ukajiuliza, yani mtu anatupangia mpaka kula? Hii dini inatuwekea mipaka mpaka kula? Lakini huwezi kudiriki ukubwa na thamani ya maneno haya kama hujamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anayetoa ushauri hapa ni Mtume. Jiulize moyo wako unakuwa katika hali gani? Maladhi yafalu bi qalbik, moyo unakuwaje? Unafanya nini ukiambiwa Mtume na Mwenyezi Mungu kasema? Wewe kama muumini ambao Mwenyezi Mungu amewasifu nyinyi katika Qur'an, alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayk, wanaamini ghaib, wanasimamisha sala, wanatoa, wanaamini yale uliyoteremshiwa wewe, yale utakayowaelekeza. Sasa katika sifa za muumini mwenye yakini, inapokuja amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema kadha, basi yeye kwake yeye
ma kana lahu alkhiyara, kama ilivyokuja kwenye Qur'an, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Muumini mwenye sifa ya imani, wallahi hapa kinazungumzwa kitu ghali sana, imani. Imani kama mnavyoona riziki, ndugu zangu, ukaona huyu Mungu kampa mali kidogo, huyu mali kampa saizi ya kati, huyu kamnyima kabisa. Wallahi na imani iko hivi, kuna baadhi wamepewa kidogo, kuna baadhi wamepewa kati na kati, kuna baadhi wamepewa ya juu, kuna mwingine kanyimwa kabisa. Hiyo imani. Sasa hapa kinazungumzwa imani. Mungu anasema haiwi kwa mwenye imani. Muumini awe na khiari katika jambo ambalo Mungu na mtume washatoa hukumu. Unaona hapo tofauti baina ya aliyesilimu na aliyeamini mwenye imani. Sasa inapokuja kauli mtume anasema inakutosha kula vijitonge viwili vitatu, unazingatia ni mtume amesema. Hata kama chakula utakuwa unakitaka kitamu, unataka kula zaidi ya hapo, ni Rasulullah amesema, ni Allah amesema. Sisi ambao mfano ukiambiwa na bosi wako kule kazini, kesho ukija kazini usivae hivi, hata kama nguo unaipenda, lakini usivae hivi, bosi amesema na huvai. Baba yako anakuambia kesho usifanye kadha au jambo kadha usifanye, au usimuoe huyu, au usifanye kazi. Mke wako, mama yako, unazingatia kutokana na ukubwa wa yule aliyesema. Walillahi almathalul a'la. Basi Mungu anatakiwa kusikilizwa zaidi ya hivi.